Dini la Wakatoliki lapokea habari mbaya za kuhuzunisha. Jambo na karibu. Leo tunazungumzia habari nzito iliyotikisa kanisa Katoliki duniani na Tanzania kwa ujumla, ambao ni kifo cha Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, mmoja wa viongozi mashuhuri wa kanisa ambaye maisha yake yaligusa mamilioni ya watu kupitia huduma yake ya kiroho na kidiplomasia. Taarifa zilizothibitishwa na Radio Maria zimeripoti kuwa Askofu Rugambwa aliaga dunia usiku wa Septemba tarehe 16 mwaka huu akiwa mjini Roma, Italia, alipokuwa akipatiwa matibabu. Kifo chake kimeacha simanzi kubwa kwa waumini na viongozi wa kanisa Katoliki duniani, hasa kwa jimbo Katoliki la Bukoba ambako ndiko alikozaliwa na kulelewa kiimani. Askofu Rugambwa alizaliwa Oktoba tarehe 8 mwaka 1957 mkoani Kagera. Safari yake imani ilianza mapema na kufikia kilele mnamo Julai tarehe 6 mwaka 1986 alipopewa daraja takatifu la upadre na vilevile Askofu Nestorius Timanywa. Kwa miaka mingi aliendelea kutumikia kanisa kwa bidii na uaminifu, na hatua iliyomwezesha kupewa daraja la askofu Machi tarehe 18 mwaka 2010. Uwekaji wake wakfu ulifanywa na Kardinali Tarsisio Petro Evasio aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican wakati huo, jambo liloashiria mwanzo wa jukumu lake kubwa la kimataifa. Na katika utumishi wake, Askofu Rugambwa alipewa nafasi ya kipekee kama balozi wa Baba Mtakatifu na kuwakilisha Vatican katika mataifa mbalimbali. Alitumikia katika Angola, Honduras na vilevile na hata katika visiwa vya Fiji, akihimiza diplomasia ya Vatican na kuimarisha ushirikiano kati ya kanisa na serikali. Juhudi zake zilikuwa na mchango mkubwa si tu katika uinjilishaji, bali pia katika mambo ya kijamii na kidiplomasia, na kumfanya kuwa kiongozi alikuwa daraja kati ya dini na serikali katika maeneo aliyohudumia. Wengi wanamkumbuka kama kiongozi mwenye unyenyekevu, hekima na moyo wa kujitolea. Alikuwa mfano wa kiongozi wa kiroho aliyeishi kwa kanuni za imani yake, akiwahimiza wengine kupenda amani na mshikamano. Hata baada ya kustaafu, aliendelea kuishi Roma hadi mauti yalipomkuta, akibaki mwalimu na mshauri wa watu wengi waliotafuta ushauri wa kiroho. Kifo chake ni pengo kubwa kwa kanisa ya Katoliki na kwa Tanzania. Waumini, viongozi na dini na hata viongozi wa serikali wanashiriki katika maombolezo haya, wakimtambua kama mtu aliyejitolea maisha yake kwa ajili ya huduma kwa Mungu na binadamu. Ni msiba unaogusa sio tu taifa lake, bali pia jamii ya kimataifa iliyofaidika na mchango wake. Hapa Kenya Scope tunatuma salamu za rambirambi kwa familia, marafiki na wote walioguswa na kifo cha askofu.